Kuzungumzia kile ambacho serikali inafanya kuweza kuona kwamba mgomo unafika tamati, akasema kwamba bado kuna mikakati ya serikali ambayo inawekwa ili kuhakikisha kwamba mgomo ambao uko kwa sasa unaweza kufikia tamati, na pia ameweza kuzungumzia masuala ya machafuko ambayo yanashuhudiwa katika taifa la Kenya. Bila shaka, na amezungumzia mengi, akawataka viongozi kuwajibika na kutumia hekima katika kuhakikisha ule umoja unadumishwa katika taifa hili. Na hayo yote, mtazamaji, kumbuka tutapata taarifa kamili mida ya baadaye, lakini kwa sasa Josh, tuelekee mashinani, sio? Ndio. Mtazamaji, hivi sasa tunaelekea mashinani, tunazungumza na mwandishi wetu wa habari kutoka Makueni, Philip Nguma, tujuze hali iko vipi katika kaunti hiyo wakati ambapo ni siku ya pili ya mgomo wa sekta ya uchukuzi. Philip Nguma, iwapo unatupata, hali iko vipi? Na kupata vizuri nikiwa hapa katika kaunti ya Makueni. Eneo hili jana masaa kama haya ilikuwa ni fukushani baina ya maafisa wa polisi na vijana ambao walikuwa wanaandamana hapa, ikiwa sasa ni tofauti. Barabara hii ambayo jana ilikuwa haipitiki, ikiwa hapa ni eneo la Makindu hapa katika kaunti ya Makueni, barabara kuu ya Mombasa Nairobi. Malori haya ambayo yanapita hapa yalikuwa ni machache jana, tofauti na hii leo, ikionekana kwamba kuna magari machache ya abiria ambayo yanatembea kutoka mji huu wa Makindu kwenda katika mji wa Kibwezi na Mtito Andei. Labda tu kwa kuwataarifu ni kwamba katika kaunti hii ya Makueni kufikia sasa kuna yale baadhi ya maeneo ambayo tayari maandamano yameanza tu, ama tuseme zile vurugu tu ikiripotiwa katika mji mkuu wa kaunti hii ya Makueni wote. Na ningelipenda nizungumze na wakazi wa eneo hili la Makueni, watueleze kwa nini siku ya leo hatuoni shughuli nyingi tofauti na jana ambapo tulikuwa hapa. Karibu hapo utueleze kama mkazi wa Makindu, hali ikoje hapa siku ya leo na ni kipi kinaendelea? Kwa majina naitwa Peter Kisalungio. Mimi ni mkereketo wa binadamu. Pia tunaambia Wakenya wakae wakijua hii nchi yetu ilitoka mbali. Ule wakati wa Maumau kuna watu ambao walizikwa wakiwa hai, vichwa zikiwa chini, wakipigania hii uhuru ya kunyanyaswa na mzungu. Tusiwe sisi wenyewe tumelete katiba yetu, tukalete spiriti yetu ituongoze, lakini tunaona viongozi kusema kweli hawaheshimu spiriti yetu, sababu spiriti yetu ni ya kuoneshana tuwe na upendo. Turudi kwanza upande wa elimu. Kusema kweli, upande wa elimu hauko sawa. Tukikombea shule za private na shule za serikali, hakuna chochote ndugu yangu. Hata sijui tunaelekea wapi, sijui maskini atatokea wapi. Lakini kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu, sababu sisi tunaamini kwa Mwenyezi Mungu ambaye alituumba, alituambia hatuwezi omba nyoka, hatuwezi omba mkate akatupea mawe, tukaomba samaki akatupea nyoka. Kwa hivyo sisi wa Kenya, sisi tunajua sisi ni wacha Mungu. Tunaambia viongozi wetu watutoe huko kwa shetani. Tunajua wameingia hizo madhehebu za shetani. Sio lazima utumie nguvu za shetani ndio ujulikane Kenya. Kwa hivyo tunaomba please, mafuta ishukishwe. Sisi tunashangaa mafuta inapita hapa kwetu, kienda zile nchi zingine unapata mafuta iko chini. Shida nini? Kutoka 1963 tulipochukua uhuru mpaka wa leo, nyanyaso ni zile za mzungu tu ndio tunaendelea kunyanyaswa. Jamani wa Kenya, tuombeni Mungu. Safi, tupate maoni yako kama kijana. Tueleze kwa nini leo hatuoni shughuli nyingi kama tulivyokuwa jana, na labda serikali imesikia hapa ama nini? Bei ya bidhaa kuna kitu inakaa vile ilikaa kitambo. Kila kitu imesimama, uchukuzi, transport hakuna kitu inaendelea. Vitu zote hapa Makindu tunaona zimesimama. Sisi vijana tunafanyanga kujituma, kibarua. Naona kama sasa hivi watu wa travel, hakuna movement, watu wamesimama, watu kwa nyumbani, vitu price imeenda juu, kila kitu, mafuta ni mbaya manze. Inakuwa very bad. Sisi hatupendi kukiwa hivi. Vitu zirudishwe vile zinafaa kukua. Asante. Inamaanisha kwamba amuoni pigo lolote kwa sababu jana na leo bado shughuli zimesimama? Kuna hasara jamaa, ni hasara kubwa sababu hata hatupati chakula, hatupati lolote. Tunakuja tunarudi nyumbani sababu watu hawanunui, bei ya bidhaa sokoni, vitu zimesimama, magari ya uchukuzi hakuna. Ni pathetic sana kuona country kama hii at this time of evolution tukipitia mambo kama sisi vijana tunasikia ni pigo kubwa sana kwetu na kwa dunia yote kwa jumla. Kama kijana, kwa sekunde 30, tuambie una ujumbe upi kwa serikali? Serikali joba na siku zenu kidogo, lakini mnaweza taka kutengeneza mambo, si tuwapatia tena, lakini for now John Ngori. Unamaanisha nini ukisema siku zao ni chache?
the time that is remaining to election time. Yeah. Does it mean that itawasaidia ku make informed choices? For now, watu wengi wamejipanga, wengi wameamua, wengine wanajua vile watapiga kura, lakini tuomba serikali kama kuna kitu inaweza kufanyika wabadilishe mambo ilivyo kwa sasa hivi. Sisi tutakuja kuwasikiliza kama vitu zitabadilika, lakini for now hatuoni kama tutaweza kuelewana na hii serikali iliyoko jameni. Kuna kauli kwamba serikali imeshikilia msimamo kwamba huenda hali hii kazidi kuwa mbaya zaidi kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta. Sijui labda unatabiria kuwa na Kenya ina gani? Kenya ambayo tuko nayo sasa hivi sijawahi kuiona toka nizaliwe mpaka leo, na kama taendelea hivi nakwambia tunapotea ndugu yangu. Ni ngori manze. Safi, ni hisia za wakazi wa kaunti hii ya Makueni wakieleza kidakidaki kuhusiana na kile ambacho kinajiri katika maeneo mengine tu na hapa katika kaunti hii ya Makueni. Mimi ni Philip Ngumu kutoka hapa Makueni, hadi kwako studio. Asante. Naam, shukrani sana Philip Ngumo ukizungumza na baadhi ya wakazi kutoka maeneo hayo ya Kibwezi, wakati ambapo tunazungumzia masuala muhimu ambayo yanalihusu taifa hili, macho yote sasa yakielekezwa kwa serikali ili kuweza kutafuta mwafaka na kuona huduma na vile shughuli za uchukuzi zinarejelewa humu nchini. Mtazamaji,